Habari. Mimi ni Raheli na karibu kwenye video mpya ya ibada na maombi. Ninafurahi sana kuwa hapa na wewe leo tunapochukua muda kukua katika imani, kutafakari neno la Mungu na kutafuta uwepo wake pamoja. Katika ibada ya leo, tutazungumzia maisha ya upendo katika vitendo, ukweli wenye nguvu ambao unaweza kubadilisha mioyo yetu na kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Iwe unatazama hii asubuhi, wakati wa mapumziko au kabla ya kulala, ninaomba ujumbe huu ukukumbushe na kukutia nguvu. Kwa hiyo, pumua kwa utulivu, fungua moyo wako na tuanze ibada ya leo. Na bila shaka, usisahau kukaa hadi mwisho kwa maombi maalum. Tuanze. Maisha ya upendo katika vitendo. Watoto wapendwa, tusipende kwa maneno wala kwa ulimi, bali kwa matendo na kweli. Yohana 1:3 mstari wa 18. Kila uhusiano wenye maana, iwe ni na familia, marafiki au hata Mungu, unajengwa juu ya misingi miwili: upendo unaounganisha mioyo na utayari wa kuonyesha upendo huo kupitia matendo. Upendo wa kweli ni zaidi ya maneno, unaonekana katika jinsi tunavyowajali wengine. Yesu alifundisha kuwa amri kuu ni kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote, nafsi na nguvu, na kumpenda jirani yetu kama tunavyojipenda sisi wenyewe. Mathayo sura ya 22 mstari wa 37 hadi 39. Mahusiano haya mawili, uhusiano wetu wa juu na Mungu na uhusiano wetu wa nje na wengine, hayawezi kutenganishwa. Tunapomtafuta Mungu kwanza, yeye hutujaza upendo ambao unamwagika kwa wale waliotuzunguka. Tafakari. Je, unaonyesha upendo wako kwa matendo leo? Muombe Mungu akusaidie kuwa kielelezo cha upendo wake kwa kuwahudumia wengine kwa wema wa kweli. Ombi. Baba wa mbinguni, nisaidie kupenda si kwa maneno tu, bali kwa matendo. Nifundishe kuwa kielelezo cha upendo wako kwa jinsi ninavyohudumia na kuwajali wengine. Uhusiano wangu na wewe na ubadilishe jinsi ninavyowatendea wengine. Kwa jina la Yesu, amina. Asante sana kwa kutazama. Ikiwa umeipenda video hii na ungependa kuona zaidi, usisahau kujisajili na kubonyeza alama ya kengele ili usikose kipindi chetu kijacho. Tukutane tena.